Na kama bado hujaitazama Jide and Lynette episode ya kwanza, itazame sasa. Hii ni episode ya pili, tunaendelea pale ambapo tulikuwa tumeweka tamati. Usiku ulikuwa kimya ndani ya nyumba kifahari ya Jide. Saa ya ukutani iligonga saa 6 usiku, lakini Lynette alikuwa amekaa sebuleni akishika pete yake ya ndoa, macho yake akiwa yamejaa mawazo kinomanoma. Maneno ya mama yake yalikuwa yakirudia kichwani mwake. Lynette, familia yako haiwezi kukubali. Ndoa hii ni kama Jide hati kabisa masharti yetu. Machozi yalikuwa karibu kinoma kumtoka, lakini kutaka kumwacha Jide kwa sababu alikuwa anampenda sana. Ghafla mlango wa sebuleni ulifunguka polepole na alikuwa ni Jide anaingia muda huo. Alikuwa amevaa suti yake ya kazi na uso wake ulikuwa umechoka baada ya siku ndefu kampuni yake ya ujenzi. Akaamua kumsogelea Lynette. Bado hujala? Aliuliza kwa sauti ya upole. Lynette alinyamaza kwa sekunde chache, alafu akasema kwa sauti iliyotikiswa, wazazi wangu wanataka tuachane. Kimya kizito kilitanda ndani ya sebule. Jide alimsogelea zaidi na kukaa karibu yake, akamwambia, hivi ndivyo wanataka, lakini wewe unataka nini? Swali hilo lilimgonga Lynette kama radi. Hakuwahi kuulizwa hivyo moja kwa moja. Baada ya muda mfupi alisema kwa sauti ya chini, sitaki kukuacha, lakini sitaki pia kuwavunja moyo wazazi wangu. Jide alitabasamu kidogo kwa huzuni, akamwambia, Lynette, mimi nilichagua wewe kuliko kitu chochote. Hata wazazi wangu walinishauri nikuache kwa sababu shinikizo la familia yako, lakini sikuwasikiliza. Maneno yangu yalishtuka. Lynette hakujua Jide anamaanisha nini na kitu gani ambacho amekuwa amekiongelea kwa wakati huo. Lakini kabla hajaendelea kuzungumza, simu ya Jide ilianza kuita. Ilikuwa ni kutoka kwa meneja wake mkuu wa kampuni. Alipokea sauti ya meneja, ilisikia ikiwa na wasiwasi. Boss, kuna tatizo kubwa. Kuna mtu ndani ya kampuni anajaribu kuiba mradi wetu mkubwa. Uso wa Jide ulikaa kwa ugumu. Ghafla mradi huo ulikuwa wa thamani ya mabilioni. Ni nani anauliza kwa sauti hizo? Meneja alinyamaza kidogo kisha akasema, tunahisi kuna mtu anashirikiana na familia ya Lynette. Maneno hayo yalimfanya moyo wa Jide kusimama kwa sekunde. Aliangalia Lynette kimya kutaka kuamini hilo, lakini ndani ya akili yake swali moja likawa anajiuliza, lianza kujitokeza lini? Mbona kama hii imekuwa kitu ambacho sikutarajia kabisa. Je, wazazi wa Lynette wanataka kumtenganisha na mke wake au wanataka pia kuunganisha biashara yake? Lynette hakujua chochote kuhusu simu hiyo. Sasa alikuwa bado akimwangalia Jide kwa upendo na hofu, lakini mbali kidogo ndani ya nyumba hiyo wazazi wa Lynette. Baba yake alikuwa amekaa mezani na mfanyabiashara mmoja tajiri akisema kwa sauti ya siri, tukimwangusha Jide kwenye biashara, binti yetu atarudi nyumbani mwenyewe.